Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 ambao ni somo letu la pili. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo matokeo mengine ya Pentekoste ni muumini kupokea nguvu, waumini kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu hii neno la Kiunani lililotumika hapa limetumia neno dunamis, andika hapo. Lakini unaweza ukanani. Dunamis imetumika neno la Kiunani, dunamis. Waliopondeka mo, Bwana amenitia mafuta niwahubiri. Waliovunjika mo, waliopondeka mo, Bwana amenitia mafuta niwahubiri. Siku ya kisasi cha Mungu wetu, natangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Maneno yako yakitufundisha, maneno yako yakitubadilisha, maneno yako yakiwa nuru tena na mwangaza wa njia zetu, katika jina la Yesu. Asante kwa Bwana, utaenda kumtumia mtumishi wako ambaye umempaka mafuta, ambaye umemwandaa asubuhi ya leo kwa ajili yetu Bwana. Asante kwa utaenda kufundisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ni nguvu ya Mungu, ambaye neno kama nilivyosema la Kiunani lililotumika ni neno dunamis, likimaanisha ni nguvu isiyokuwa ya kawaida, ambayo ina uwezo wa kusambaratisha viburi vyote ndani ya maisha ya muumini. Ina uwezo wa kuvunja nira zote zile mbaya, ina uwezo wa kuondoa laana, mikosi, ina uwezo wa kuondoa chochote kila ambacho ni cha shetani na kumfanya ule mtu kuwa mpya. Na ndio maana utaungana nami ile waraka wa kwanza wa Korintho, ni waraka wa pili kama sitakosea. Waraka wa pili wa Korintho sura ya 5 ule mstari wa 17, Biblia inasema kwamba maana mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita. Ikimaanisha Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yake, anapopokea hiyo nguvu, inavunja na kusambaratisha kila kazi yote ya shetani ambayo ilikuwa inaendelea katika maisha yake. Inamfanya huyo mwanadamu kuwa kiumbe kipya, anakuwa si yule. Inabaki tu kwamba ni historia. Huyo alikuwa ni mzinzi,
mauti, lakini leo hii anatesa kwa Bwana. Yule alikuwa ni malaya asiyeweza kuelezeka, lakini leo hii ni Mkristo mzuri, ni mama mzuri wa kanisa, analisaidia kanisa, anaimba kwaya, anatembea kwenye uwepo wa Bwana, kwa sababu ile nguvu imesambaratisha ndani yake, imeondoa kila nira, imevunja laana. Huyo alikuwa anaugua kila wakati, lakini leo hii unamuona ananawiri kwa sababu ya ile nguvu ambayo inaondoa hata magonjwa, inasambaratisha roho zote za magonjwa na kumfanya yule mwanadamu anakuwa ni kiumbe kipya. Badala ya roho nzito, hayo mafuta ya furaha, badala ya maombolezo, badala sifa, badala ya roho nzito. Natanga mwaka wa Bwana uliokubali, na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Mafuta ya furaha, badala ya maombolezo, badala sifa, badala ya roho nzito. Roho Mtakatifu huleta umoja katika kanisa. Kanisa la kwanza liliishi katika upendo na kushirikiana kila kitu. Roho Mtakatifu haleti migawanyiko, alimuunganisha waumini kwa mwili mmoja wa Kristo. Mahala ambapo Roho Mtakatifu anatawala, ndipo amani na upendo huonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi alionao nyingine ni kuliunganisha kanisa, kanisa kuwa na umoja. Kwa hiyo hii tunapoona kuna migawanyiko ndani ya kanisa, maana yake tunaanza kupata wasiwasi na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, hasa eneo la ujazo wa Roho Mtakatifu. Lakini hili kanisa la kwanza walikuwa na umoja kwa sababu walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, na ndio maana walitembea katika ule umoja. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 44, Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 44, Biblia inasema, na wote walioamini walikuwa mahala pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walikuwa ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 47, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la kwanza walikuwa na umoja, kwamba walikuwa wakijaliana. Biblia inasema yaani hivi, ule mmoja unaozungumza kwamba hawakutaka kuona mtu ambaye ni mhitaji ndani ya kanisa. Yaani maana yake kama namuona mimi, labda tuseme Paul Kazimini leo ana uhitaji, mimi alikuwa tayari naenda kuuza sehemu au mali yangu nampa ili asionekane kuwa na uhitaji. Huo ndio umoja unavyoonekana. Lakini leo hivi tunaweza kufanya hivi. Sio kwamba waliuza mali wakavifanya kuwa vya pamoja, hapana. Lakini umoja unaozungumza ni hali ya kujaliana katika ziki na mazingira mnayokaa. Namuona mimi fulani ana ajira, mimi nimeajiriwa, lakini nimeona kuna nafasi ya ajira, ninamuita na yeye akaajiriwe. Ndio umoja ulivyo wa ndani ya kanisa. Nimemuona mtu fulani ndani ya kanisa, labda anafanya biashara na suasua, kana mtaji kake kadogo, mimi Mungu amenibariki, kwa hiyo ninatoa sehemu yangu na ina mruhusu ili naye aendelee kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo hatuwezi kupata watu wema ndani ya
kanisa kama hawajajazwa Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuona watu ambao wanaweza kufadhili wengine kwa maana ya kuwahurumia, kuwasaidia hata kupata walio na mashida labda eneo ya uchumi, kuwasaidia hata kama ni mitaji au kuwapa kazi au kuwajali. Bwana asaidie sana. Leo hii ndani ya kanisa yupo kabisa anajua ninafanya harusi labda seme sendo au kama ni harusi ndogo. Anajua kabisa mama fulani ni mpishi mzuri yuko ndani ya kanisa. Lakini anamwacha anaenda kuchukua waji. Nishawahi kuona. Anajua kabisa labda MC Peter ni mzuri anaweza akasherehesha kwenye, lakini anaenda kumtafuta MC mwingine nje. Anasema viwango. Sasa huyu viwango atafika lini kama usipompa hiyo nafasi afike kwenye ile viwango? Haya, tunaangalia viwango. Huyu hana kiwango cha kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii kwa sababu hakuna matunda ndani ya kanisa. Kwa sababu watu hawajajazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Roho Mtakatifu analeta umoja ndani ya kanisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaporuhusiwa ndani ya kanisa analeta umoja, hali ya kujaliana, hali ya kuhurumiana, hali ya kusaidiana inaletwa na Roho Mtakatifu. Kama kanisa la kwanza, namna ambavyo waliishi, waliweza kujaliana katika shida. Biblia inasema kila mtu alipomwona mhitaji, huyu aliuza sehemu yake alimpatia huyu, ili maana yake kuleta umoja. Asionekane mtu mmoja anaelemewa kwa jambo fulani, asionekane mtu mmoja anashindwa kwa sababu ya jambo fulani. Huo ndio umoja ambao kazi ya Roho Mtakatifu anayoifanya ndani ya kanisa. Lakini leo hii umoja ndani ya kanisa umetoweka kwa sababu kuna kambi mbili zinazosigana. Kuna wale walio na Roho Mtakatifu waliojazwa ambao wanatamani kuliona kanisa leo linakuwa, kanisa linanawiri, kanisa linaendelea mbele, kanisa linasonga mbele. Lakini wapo ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu, wanaombea hata kanisa lirudi nyuma. Yaani kanisa linapokwama, wao ndio furaha yao, ndio shangwe yao, wanafurahi, wanashangilia, wanasema tumuone huyu mchungaji atafika wapi. Mimi niliwaambia huyu mchungaji hawezi kutufikisha mahala popote, niliwaambia huyu katibu hana uwezo, hawezi kutupeleka mahala popote. Hii yote inaletwa ni kwa sababu ya umoja unapotoweka ndani ya kanisa. Kwa hiyo kanisa linapokuwa na umoja, kila jambo linapoanzishwa ni la wote, watu wanashirikiana, wanapambana. Leo tuna ujenzi kwa ajili ya madarasa watoto, kila mtu anachangia kila ambacho Mungu amemwezesha. Leo tuna ununuzi wa nyumba ya mchungaji, kila mtu analeta kile kilichowezeshwa. Kwa hiyo mambo yanaenda hivyo. Lakini mambo yanapokuwa yanasigana ndani ya kanisa, maana yake kuna kambi mbili kama nilivyosema. Wako waliojazwa Roho Mtakatifu ambao ni watumishi wa Mungu wa kweli, wanatamani kuona kazi ya Mungu inasonga mbele. Kwa hiyo kanisa linapokuwa na mgogoro, kanisa linadumaa, haliwezi kuendelea. Na ndio maana unaweza ukaja mwaka jana na mwaka huu unawakuta watu ni wale watu ni vile vile tu, watu wanapiga matai. Ni kwa sababu labda umoja umetoweka ndani yao kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hajapewa nafasi ya kutosha ndani yao, na ndio maana wana struggle, wanapambana, huoni maendeleo ndani ya kanisa. Na ndio maana hata Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Kwa hiyo pale ambapo kuna umoja, unaona kuna maendeleo, kuna mapatano, kuna maelewano, kuna kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe yeye mwenyewe. Wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe yeye mwenyewe. Usikate tamaa, usikate tamaa, na kuvunjika moyo. Yeye hachelewi,
yote yawezekana. Usikate tamaa, usikate tamaa, na kuvunjika moyo. Yeye achelewi, kwake yote yawezekana. Badala ya maombolezo, badala sifa, badala ya roho nzito. Hayo mafuta ya furaha, badala ya maombolezo, badala sifa, badala ya roho nzito. Wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na